Akitoa maelekezo ya serikali mbele ya mkutano wa hadhara kijiji cha Ileninda mara baada ya kukagua migodi miwili ya dhahabu ya Mto Navi na Mto Ngeja ambayo wawekezaji wanalalamikiwa, mkuu wa wilaya Olivanus Paul Thomas amesema anafunga mgodi wa Mto Navi aliopatiwa mwekezaji wa kampuni ya Com Mining Limited kwa sababu mwekezaji huyo amekaidi maelekezo ya serikali kwa kuanza machimbo bila kufanya uthamini wa mazingira, na hata akiitwa na serikali hataki kuitikia wito. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi nimeufunga rasmi ule mgodi unaoendeshwa na kampuni ya Com Mining Company. Nimeufunga rasmi mpaka pale watapokamilisha taratibu zote na Tume ya Madini. Swala la madini, mimi kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama ni kulinda taharuki zisiwepo kwa wananchi. Na Tume ya Madini imemwandikia barua mara mbili kumuhitaji alete nini hiyo tathmini ya mazingira, hajajibu. Ukiachana na mgodi uliofungwa, mkuu huyo wa wilaya pia amemsitisha kwa muda mwekezaji wa mgodi wa dhahabu wa Ngeja kuendelea na machimbo hayo hadi pale atakapotekeleza ahadi aliyowapa wananchi ya kuwapa bati 300 kama rejesho kwa jamii, kwa kuwa hali hiyo imeendelea kuleta taharuki kwa wananchi waliopisha maeneo yao, jambo ambalo analitolea ufafanuzi mwakilishi wa kampuni hiyo na afisa madini mkoa wa Njombe. Hao watu nitakesha kuwaeleza, wameshakataa maamuzi yangu. Shughuli za mgodi na zisimamisha rasmi mpaka utakapoleta bati. Agizo ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya tutayatekeleza kwa sababu wawekezaji hao wana leseni, lakini katika leseni inakuwa na masharti yake. Kwa hiyo kwa yale masharti ambayo hawajatekeleza itabidi tuandikie barua. Maelekezo waliyotoa ni mazuri na tumeyapokea sisi kama kampuni na tunayafanyia kazi kwa sababu tayari ni maelekezo ya serikali. Kwa hiyo tunachoenda kufanya sasa hivi ni ile ahadi ambayo tulikuwa tumetoa kwa kijiji ambayo tulikuwa tumeanza sasa kuimega taratibu. Awali wakieleza changamoto zilizopo katika migodi tangu wawekezaji waingie, wakazi wa Ileninda akiwemo Sostenes William wanasema kumekuwa na ukiukwaji wa makubaliano, hivyo maamuzi ya mkuu wa wilaya wanayabariki kwa 100% kwa sababu wawekezaji wanasumbua kulipa fidia na hata bati walizokubaliana hazijaletwa kijijini. Alisema mkuu wa wilaya, yani limenipanda kidogo, na mbunge walizungumza pale kwenye klipu ile vizuri. Yeye amepuuza vitu hivi sawa na walioenda kuchimba kijijini hapo bila utaratibu. Na walijenga kibanda kwenye eneo langu, lakini nililalamika. Baada ya kulalamika sikupewa hisa yote. Walipolipa mara ya kwanza wamezidisha tena, wamepanisha kumchimba mpaka kwenye eneo langu bila kulipa fidia yote hiyo. Kutoka Njombe, Joctan Mie for Clouds TV.